Bwana, hivi umewaza kumuona Pacome Zouzoua kama namba 9 Young Africans kwenye michuano ya kimataifa msimu huu? Binafsi nimekaa nikafikiria, nikafuatilia, nikaona kama vile kuna mantiki fulani pengine. Au hata kama hatosimama kama mshambuliaji kinara, basi walau kwa kiasi kikubwa sana nafasi ambazo zitakuwa zinajaribu kutengenezwa ziangazwe zaidi kwake, kwa sababu kwenye historia ya michuano ya kimataifa kitu ambacho nimekuja kugundua ni kwamba timu nyingi zinakwenda kufuzu kutoka kwenye hatua ya makundi kwenda kwenye hatua ya mtoano kwa kumtegemea mchezaji mmoja endapo itabidi. Yaani tunasema reliable goal scorer. Kama kuna yule mtu ambaye mnajua kabisa nafasi ikidondoka kwake anaitumia 9 chini ya 10 mpira na uweka wavuni, timu nyingi zimekuwa zikifanya hivyo. Lakini sharti ni kwamba unapokuwa unaweka mzigo wote kwa mtu ambaye unaamini ndo anaweza kwenda kukufungia idadi kubwa ya magoli katika hatua ya makundi, basi safu yako ya ulinzi lazima nayo iwe timamu. Kitu ambacho pia nimekaa nikafikiria, nikaona Young Africans kwenye edition mbili zilizopita za hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika waliruhusu goli 6 katika kila edition, na timu ambayo inaruhusu goli 6 kushuka chini kwenye michuano ya kimataifa kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa, nafasi ya kufuzu hatua ya kwenda robo finali anakuwa nayo. Sasa kama safu ya ulinzi inaonekana inajitosheleza kwenye kuisaidia timu kwenye malengo ya kujaribu kutoka kwenye hatua ya makundi kwenda kwenye robo, kisha nikikaa nikitizama hivi katika wachezaji wote wa eneo la mbele wa Young Africans, pengine ni mchezaji mmoja tu ndo ambaye na uhakika kabisa naweza kuweka dhamana hata ya nyumba kwamba ikitokea nafasi imedondoka yeye ndo anaweza kwenda kuitumia. Kwa nini simtengenezee mazingira huyu mchezaji akawa karibu na maeneo ambayo nafasi zitadondoka, au nikawa namwangalia yeye kama ndo mtu ambaye kila nitakapokuwa najaribu kutengeneza nafasi nzuri ya kufunga basi niwe namtazama kama mtu wa kwanza. Nasema hivi kwa sababu zipo timu ambazo zimefuzu kutoka kwenye hatua ya makundi kwenda kwenye robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kumtegemea mtu mmoja. Kumtegemea mtu mmoja sio jambo la kupenda. Yaani sio kwamba umekaa ukasema unajua bwana tunakwenda kwenye michuano ya kimataifa mara hii basi inabidi tuwe tunamtengenezea nafasi mtu fulani. Lakini ile inakuja na uhalisia kwamba mkitizama miongoni mwa wale wachezaji unajua kabisa kama kuna mtu ambaye anaweza nikaweka dhamana yangu atatumia hizi nafasi basi ni mtu fulani. Kwa hiyo ndio inafanya timu nyingi zi-opt kufanya kitu kama hicho. Na ukweli ni kwamba zipo timu ambazo zimefuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali kwenye makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kufunga goli 4 tu. Yaani kuna timu tena naweza nikastaja hapa ni nyingi tu. Belouizdad kafuzu, kashafuzu kwenda kwenye hatua ya robo kwa kufunga goli 4. MC Alger kafuzu kwenda kwenye hatua ya robo kwa goli 4. JS Kabylie naye kafuzu. Petro Atletico de Luanda ambaye yuko kwenye kundi moja na Simba aliwahi kuongoza kundi kwa kufunga goli 5 tu. Mchawi nini? Mchawi alikuwa hajaruhusu, lakini alifunga goli zake 5 tu. Kwa hiyo kumbe unakuja unagundua kitu kimoja. Kumbe kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika huhitaji kuwa na wafungaji wengi kwamba goli zitoke huku wala kumbe huhitaji kufunga magoli mengi, lakini kumbe unaweza kutengeneza mazingira ya kuwa na mfungaji wako mmoja ambao unamtegemea. Kisha kwa sababu pia Young Africans wana safu ya ulinzi ambao ni nzuri, inaweza kuzuia, hiyo inaweza kutosha kukupa wewe alama 3 kwa kupitia goli moja, kama sana yatazidi mawili. Kwa nini nasema hivi? Na kwa nini nimekaa nikafikiria pengine option ya kumtumia Pacome kama namba 9? Kwanza, msimu uliopita kuna michezo miwili ya ligi kuu ya NBC ambayo Pacome alitumika kama namba 9 na ufanisi wake ulikuwa ni mkubwa. Moja wapo ilikuwa ni mechi ambayo ilichezwa Chamazi kipindi hicho Young Africans bado hawajahama dhidi ya JKT Tanzania. Ile mechi kama kuna mtu anakumbuka, goalkeeper wa JKT Tanzania alitoka kadi nyekundu. Pacome ndo alijaribu kuchopo mpira, kipa alitokea akaunawa, ikapatikana free kick akafunga Chama siku zile, na Pacome mwenyewe alifunga na alianza kama namba 9. Chama alibara nyuma yake kama namba 10. Azizi alikuwa benchi. Lakini ipo nyingine mechi ambayo alicheza kama namba 9, lakini hata alipokuwa ASEC Pacome aliwahi kucheza kama namba 9 kwenye michuano ya kombe la shirikisho akiwa na ASEC Mimosa kabla ya kuhamia Young Africans, na ufanisi wake ulikuwa ni mkubwa. Ni kwa sababu Pacome ni mzuri kwenye kutumia nafasi pale zinapodondoka, na hilo wala sihitaji kuanza kulirefusha kuanzia huko alikotoka kabla hajakuja Yanga. Hata msimu huu tu wote tunaona nafasi zinapodondoka kwenye boxi, mtu ambaye unaweza ukaweka dhamana kabisa kwamba huyu nafasi anafunga ni Pacome peke yake.
sio Dube, sio Boyeli, sio Maxi, sio Ekua, sio mtu mwingine yoyote. Kwa kama ni hivyo, na tushajua kwamba kuna uwezekano wa timu kufuzu kwenda kwenye hatua ya mtoano kwa kufunga walau goli 4, kwa nini tusitengeneze mazingira ya kumfanya huyu mtu akawa karibu na goli? Na uzuri ni kwamba kila alipotumika hapo, alipokuwa ASEC, hata msimu uliopita akiwa na hawa Young Africans, ameonyesha kwamba ana ufanisi, kwa sababu kiuhalisia mechi za hatua ya makundi ni tofauti na zile mechi za raundi ya kwanza na raundi ya pili za kutafuta nafasi ya kufuzu kwenye makundi. Hizi mechi zitakwenda kuwa very close, nafasi utakazokwenda kuzipata ni chache, hutoenda kupata nafasi rundo kwamba eti ukose ufunge, utapata nafasi chache. Kwa hiyo kama hoja ni hiyo, maana yake hizi nafasi chache tunataka zimdondokee mtu ambaye ana uwezo wa kuwa na ufanisi wa kuzitumia. Na mimi simuoni mwingine kwenye kikosi cha Young Africans zaidi ya Pacome Zouzoua, ambaye pia unaweza kumweka kama namba 9 na akakupa ufanisi unaoutaka. La, kama haikumpendeza mwalimu kwa bwana, basi inawezekana sitaki kumtumia kama namba 9, basi inabidi wachezaji wenzake waelekezwe kila patakapotokea mazingira ya Yanga kuwa karibu na robo tatu ya mpinzani, kama akiwa kwenye nafasi nzuri, mtu wa kwanza ambaye unapaswa kumwangalia ni Pacome. Na uzuri ni kwamba Pacome ni mchezaji ambaye tangu amekuja Young Africans wote tumekuwa tukimuona kwenye michuano ya kimataifa, ni mtu ambaye analeta tofauti kwa kiasi kikubwa, alafu hachagui mpinzani. Hao Ahli ambao wako kwenye kundi moja na Yanga, yeye tayari kashawatukua. Ina maana yani kiufupi Pacome ni yule mchezaji ambaye mechi ndogo, mechi kubwa, kokote ambako utampanga. Sasa kama ndio mchezaji ambaye anakupa ufanisi kwenye eneo la mwisho kwenye matumizi ya nafasi, kwa nini usimweke hapo? Kwa mimi nimekaa nimewaza, kwa pengine kwa sababu unajua kwenye hizi mechi za makundi huhitaji kuwa na wafungaji wengi tofauti, wala huhitaji kufunga magoli mengi. Unachohitaji wewe ni kufunga idadi ya magoli ambayo itakusaidia kupata alama 3 au itakusaidia kupata visare ambavyo vitakwenda kuongezea kwenye zile alama zingine ambazo utakuwa umezikusanya kwenye ushindi ambao umeupata. Sasa kwa hoja hiyo, maana yake kumbe ukipata goli moja, ukipata sana mawili, alafu wewe mwenyewe ukazuia tu vizuri, wewe unafuzu. Uzuri ni kwamba nishatoa mifano ya timu ambazo hazikuhitaji magoli mengi kufuzu. Watu wanafuzu makundi kwa kufunga goli 4, watu wanafuzu makundi tena sio kufuzu tu, watu wamefuzu na kuongoza kundi kwa kufunga magoli 5. Na huenda hata jahazi la Young Africans kwenye hatua ya makundi dereva wake akawa ni Pacome Zouzoua mpaka kuelekea kwenye hatua ya robo finali.